ni historia ya kipekee ambayo kiuhalisia inawafanya wana Simba leo hii kuenjoy na kusherekea. Na nafikiri hii inapaswa kuwa ni sherehe ya kinchi. Kabwe hii inapaswa kuwa sherehe ya kinchi. Hii inapaswa kuwa sherehe ya kinchi kwa sababu watu wengi hawakutegemea mnyama Simba kama anaweza kaenda ugenini na akapata hata angalau sare ya kuwavusha kwenda kwenye hatua ya fainali. Hii ni fainali ambayo Afrika ilikuwa inaisubiria kwa hamu. Afrika ilikuwa inasubiria kwa sababu wenye uhakika wa kwenda fainali wengine ni Berkane. Soka la Morocco ni soka ambalo limekuwa kwa kasi sana. Ni soka ambalo ukiangalia presidenti wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco, Fawzi Lekja, amejaribu kutengeneza standard ya timu zake mara kwa mara kufika kwenye fainali za mashindano makubwa ya CAF. Lakini ukiangalia kwa upande huko wa Tanzania, tumetengeneza timu zetu kuwa bora na kuweza kukompiti kwenye level kubwa kama hii. Kwa hiyo huku kuna hamasa na unajua wana Simba hawana jambo dogo linapokuja swala la kwa Mkapa, na nafikiri uwanja utakuwa umekamilika, wako wanaendelea na matengenezo, utakuwa umekamilika. Kwa Mkapa hapa atoki mtu fainali tangu mwaka 1993, naamini mashabiki watatokeza kwa wingi sana. Morocco pia alikadhalika. Kwa Berkane wamekuwa katika kiwango bora, ndio timu bora hivi sasa barani Afrika. Itakuwa ni mechi ya aina yake. Ni kisasi ambacho waliwahi kukutana katika miaka kama 5 nyuma huko. Umeona kila mmoja akashinda kwake. Nafikiri hiki ni kisasi kingine. Kwangu mimi Simba kwa namna ambavyo walivyoperform kuanzia mwanzo wa haya mashindano mpaka hapa walipofika, wana deserve kabisa kufika finali. Wao na Berkane ndio timu bora kiukweli kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Na hili mimi nilitabiri tangu mwanzo. Mnyama Simba kwa aina ya kundi alilokuwepo, aina wapinzani wanaokutana nao, experience na exposure waliokuwa nayo viongozi, kushiriki mara kwa mara kwenye mashindano ya CAF Champions League na kuishia kwenye hatua kubwa za robo finali, zimewajenga kiuhalisia. Ipo hivyo, yani ni furaha aina yake kwa mashabiki wa Simba. Kabwe, Fadlu Davis ubora wake leo ulikuwa wapi? Mechi ya ugenini, mechi ya nusu finali kubwa, ana defense bila mechi inaisha. Ubora wa Simba leo ulikuwa wapi chini ya Fadlu Davis? Ubora wa Simba ulikuwa kwenye eneo moja, tunafikiri watu wengi hili hawajaliona. Kwa mtu ambaye anajua mpira anaweza akawa ameliona kwa kiasi kikubwa sana. Ubora wa Simba leo hii ulikuwa kwenye mentality. Namna gani ambavyo wanaweza kwenda pale kwa Madiba na kuweza kupata angalau sare ya kuweza kuwavusha kwenda kwenye hatua ya fainali. Kiakili na kifikra kwa wachezaji, nafikiri mwalimu Fadlu Davis ameplay part kubwa sana. Mchezo ulikuwa una pressure kubwa sana. Ukiangalia namna ambavyo Stellenbosch walivyoanza bila vizuri, walivyokuwa natia pressure kwa timu ya kawaida, kumudu pressure namna ile ya mashambulizi ni ngumu sana. Kwa wachezaji wa kawaida ambao hawana ile mentality ya kusema tunapambana kiufundi tunakuwa bora, ni ngumu kuweza kuhandle ile pressure na kuweza kupata angalau hii sare ambayo imewafanya Simba Sports Club wakaenda kwenye hatua ya finali. Kwa kwangu mimi sehemu pekee ambapo Simba walikuwa bora ni mentality. Ukiacha eneo la kuzuia, Simba pamoja na kuzuia lakini wameruhusu kupatikana kwa penalti ambapo VAR ilikuja ikasema kwamba haikuwa penalti. Bila vizuri kwenye eneo la kuzuia Simba wameruhusu goli. Ili watu wanapaswa kuliangalia, Simba wameruhusu nini? Wameruhusu goli. Kwa hiyo bado wale kwenye eneo la kuzuia Simba wangetegemea zaidi wale jamaa walikuwa na nafasi ya kuweza kupata goli. Lakini wapi ambapo wameweza kufanikiwa Simba ni kwenye eneo la mentality. Kiakili wachezaji wa Simba kiukweli wamekomaa sana. Kiakili mwalimu Fadlu Davis ameweza kuwatengeneza wachezaji wake na kuweza kufanikiwa kuipata finali. Kwangu mimi Fadlu Davis anastahili pongezi na ni moja kati ya makocha ambao wametengeneza historia mpya kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Na nafikiri anatengeneza historia ya kwamba huyu ndio kocha bora. Kwangu mimi weka ikauli watu waelewe. Fadlu Davis ndio kocha bora kwa miaka 10 ya mnyama Simba Sports Club iliyopita. Fadlu Davis kutoka Afrika Kusini ndio kocha bora kwa kipindi cha miaka 10 kwenye kikosi cha Simba Sports Club kwa miaka 10 iliyopita. Kwa nini? Fadlu Davis amekuja akitoka kama kocha msaidizi kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Alikuwa chini ya kocha Joseph Zeniba. Ametoka kule watu wakiwa hawamuamini. Fadlu Davis ameletewa wachezaji karibia 10 kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Kupata ubora wa wachezaji hawa wapya is not easy kama watu wanavyofikiria. Ni lazima uwe bora kiufundi.
Fadlu Davis amekuja, ameweza kuendana na falsafa ya Simba. Falsafa ya Simba ni lunyasi, wanacheza mpira chini, wana possess muda mwingi sana wa mpira. Namna ambavyo alivyotengeneza ile structure ya Simba. Fadlu Davis kampata mtu kama Yusuf Kagoma kutoka Singida. Watu wengi wakiwa hawategemei kwa aina ya wachezaji ambao walisajiliwa Simba, anaweza kaingia kwenye kikosi cha kwanza. Yusuf Kagoma kaingia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba mbele ya mtu kama Okejefa, mbele ya mtu kama Debro Fernandez. Kwa hiyo kaweza kupata outcome nzuri na ubora wa Yusuf Kagoma. Lakini huyo Fadlu Davis ndio kafanya, mnaona wakina Jean Charles Ahoua, ndio kafanya Elie Mpanzu Kibisawala kitendo cha kuwa na manage mechi ya kwanza dakika 50, mechi ya pili dakika 70, mechi ya tatu dakika 90 zote anamwachia acheze, ndio kimemfanya huyu Elie Mpanzu anaimbwa hivi sasa. Fadlu Davis ndio kaitengeneza Simba kuwa compact. Simba imekuwa ni ngumu sana kuweza kufungika. Fadlu Davis ndio kawatengeneza Simba kuwa bora mpaka hapa leo hii tunaona wamefika hapa. Kwa kwangu mimi ana deserve respect. Ni kocha ambaye kiuhalisia kwa miaka 10 Simba Sports Club wanapaswa kujivunia. Kabwe, uwezo wa performance ya Kibu Denis leo hii imekuwa ni performance ya aina gani? Wengi wameingia kuwa kama Elie Mpanzu anaonekana kuibeba Simba mkononi, lakini leo hii imekuwa ni Kibu Denis. Performance yake katika mchezo wa leo was very superb. Yani kiukweli ilikuwa fantastic. Kibu Denis always amekuwa akitoa performance bora. Ila kuna kitu kimoja watu wengi wanapaswa kukielewa. Fadlu Davis alijua kabisa mechi ya kwanza Elie Mpanzu ndio alionyesha ubora mkubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa obvious ni lazima wale jamaa kiakili na kifikra walikuwa lazima wamtengenezee mpango mkakati Elie Mpanzu Kibisawala ili asiweze kushine kwenye mechi, kwa sababu ni mechi ambayo walikuwa wanatafuta matokeo. Kwa hiyo walikuwa wanaacha mianya mingi ambayo kiuhalisia kwa speed ya Elie Mpanzu, kwa ubora, technical ability yake ilivyokuwa kubwa, alikuwa lazima aweze kufanya nini kuweza kuadhibu. Sasa Simba kuna vitu viwili. Kuna Elie Mpanzu alafu kuna Kibu Denis Prosper. Hao ni wachezaji wawili kwenye kikosi cha Fadlu Davis. Unapaswa kuwa nao makini sana kwa sababu Fadlu Davis anapenda kutumia wings. Either kuutanua uwanja ama kutengeneza na ndio wanasema kutengeneza idadi ya watu wengi kwenye eneo la katikati, numerical advantage. Sasa alichokifanya leo, wakati nyinyi mnamuanza Elie Mpanzu Kibisawala, kuna Kibu Denis. Technical ability yake sasa hivi imeimarika, physicality yake sio ya kawaida, kila mtu anafahamu hilo, lakini hivi sasa ameongeza kitu kingine bora sana. Ana uwezo wa kukaa na mpira, dribbling yake ni ya hali ya juu. Kibu Denis ndio mchezaji ambaye amefanya dribbling nyingi kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Hakuna mchezaji ambaye amefanya dribbling kama Kibu Denis. Tunamalizia neno lako moja la mwisho, Simba imequalify kwenda finali. Hii ni heshima kwa nchi, na Simba kuingia finali ni mafanikio kiasi gani? Tumalizie kwa hili. Mnyama Simba kuingia finali kwenye CAF Confederation Cup, nchi inapaswa kusherehekea. Trust me my brother. Kwenye mashindano ya CAF kuna timu nyingi ambazo zina uwekezaji mkubwa kuzidi timu nyingi Tanzania, ikiwemo Simba Sports Club. Lakini the way ambavyo Simba walivyoboresha timu yao msimu huu na kwenda mpaka finali, ikiwa watu hawatarajii, ni mafanikio kwa nchi. Kwangu mimi nchi inapaswa kusherehekea. Simba inaingia katika klabu bora barani Afrika kwa hiki ambacho anakifanya. Always Simba ni klabu bora barani Afrika, na ndio maana wanashika nafasi ya 4. Simba hawajafika nafasi ya 4 kwa kubahatisha. Ukimwona mtu yoyote anakwambia Simba Sports Club ni klabu ya kawaida na imefika kwenye ile 4 bora kwa kubahatisha, ujue huyo hajui mpira na mkate makofi. Huo ndio halisi. Nashukuru sana.